Pastor Irene Maria. Nimeokoka na mpenda Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimekuwa na furaha nyingi sana wiki hii kwa sababu ya Mungu, kwa sababu ya kuna vile Mungu amenibeba. Kuna vile Mungu amenibeba katika hii ministry. Kuna vile Mungu ameonyesha upendo wake wa maisha yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So nimekuwa na furaha nyingi na nimekuwa na nguvu nyingi kwa sababu ya huyu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimejua ukipenda Mungu hawezi kukuacha. Alimwambia Joshua, vile vile nilikuwa nakaa na Musa, hivyo ndivyo nitakaa na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So Mungu wetu ni mzuri. Ukimpenda, anakuambia vile vile nilifanya kazi na Musa. Vile vile Musa alinililia kwa sababu ya wana wa Israeli hawana maji. Nikamwadvise vile atawatolea maji. Wakati utanipenda na utaniamini, hivi ndio nitakaa na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nimeona Mungu kabisa katika hii ministry. Nimeona Mungu kabisa katika maisha yangu. Nimeona Mungu kabisa. Amen. Kwa majina ni Pastor Irene Maria. Nimeokoka na mpenda Kristo. Nafanya hii kazi nikiwa chini ya mpako mafuta wa Mungu Baba yetu Bishop James Maina. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Na siku ya leo naomba niwafundishe kuhusu kitu ambayo inaitwa imani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kitu ambayo inaitwa faith. Ni kitu ya maana sana katika wokovu ama katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu ambayo inaitwa imani ni kitu ambayo ukiikosa hauwezi kupendeza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama uliokoka miaka 10 iliyopita, hata kama umeokoka mwaka uliopita, ukiwa hauna kitu ambayo inaitwa imani ya kuwa Mungu anaweza, wewe hauwezi pendeza Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na Mungu akasema kabisa, imani ambayo haina matendo ni imani ambayo imekufa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So Mungu anataka ukuwe na imani, na hiyo imani uishikanishe na matendo. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kama una chakula unaamini nitapata, na unatoka na ukirudi jioni unapata. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So topic yangu ya leo, Jumapili ya leo, topic yangu leo ni tarehe ngapi? Tarehe 16. Topic yangu inasema hivi: how to live a strong and a happy life. How to live strong and a happy life. How to live strong and a happy life. Nimesema nini, Easter Church? How to live a strong and a happy life. Sijasikia kanisa. Maggie? How to live a strong and a happy life. Yes. Leo nawafundisha how to live strong and a happy life. Nikisema strong, namaanisha unaweza kuwa strong in spirit ama unaweza kuwa strong pia kwa mwili. Yes. Na ningependa wewe kama Mkristo ukuwe yote mbili. Ukuwe kwa mwili wako uko strong na hata ndani yako uko strong. Wanaweza pewa sifa. Una balance, yote inakuwa sawa. How to live strong and a happy life. Wanaweza pewa sifa. Ukisoma hii kitabu ya Hosea 6 inakufundisha vizuri how to live strong and a happy life. How to live strong and a happy life. Wakati nilikuwa in a lower class, nilikuwa Mungu bado amenifundisha kufunga Biblia yangu hivi. I think hiyo kitu nilianza nilikuwa class 6. Kufunga Biblia yangu hivi na kuifungua katikati. Hiyo kitabu ndio nitasoma hiyo siku. Amen. Nikifungua hivi asubuhi, that is my breakfast. Amen. Hiyo naisoma asubuhi, either nimefika class ndio nianze kusoma, na nikifika nyumbani usiku nikiomba nitafungua class hiyo ambayo itakuwa ni sapa. Bwana Yesu apewe sifa. So nilikuwa nimejifundisha kukuwa nasoma vitabu 2 kila siku. Bwana Yesu apewe sifa.
Sasa mambo ikaenda zaidi. Nikiwa class 7 nilikuwa nafungua kitabu, kila nikifungua kitabu inanipatia Waefeso 6. Na nikazoea sasa nafunguanga side hii kuna Waefeso. Nikakuwa sasa nikifungua kama sasa nikifungua panda hii, nifungue Waefeso, Mungu anageuzana kitabu. Nikisema nafungua panda hii nyingine, nafungua panda kwa Waefeso. Nikiangalia kwa upside down naigeuza. Nikafanya mara kadhaa kwa kadhaa. Nikajiuliza mbona kila nikifungua kitabu Mungu anataka nisome Waefeso 6. Lakini sasa hivi unajua uzito ambao hiyo kitabu ya Waefeso 6 iko nayo. Wanaweza pewa sifa. Ukisoma hiyo kitabu ya Waefeso 6 ukielewa vizuri, au utawahi taabika katika maisha yako. Wanaweza pewa sifa. Kitu ya kwanza, hiyo Waefeso 6 inakufundisha wewe mtoto ya kuwa utii wazazi wako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukitii wazazi wako utaishi maisha ambayo yako na baraka na utaishi maisha ambayo ni marefu. Sio kutii wazazi, tunaishi maisha ambayo yako na uweri, maisha ambayo yako na uzuri fulani. Bwana Yesu apewe sifa. Na kando na hiyo uzuri fulani, hiyo maisha yetu itakuwa ni marefu. Bwana Yesu apewe sifa. So Mungu alikuwa ananifundisha jinsi ambavyo nitakaa maisha mazuri na maisha ambayo yako na urefu. Bwana Yesu apewe sifa. Nikaendelea hapo chini. Ikasema enyi watumwa. Ikasema enyi watumwa. Watu ambao wanatumikia aidha Mungu, watu ambao wanatumikia aidha mabosi wao wameajiriwa kazi. Inasema enyi watumwa. Mnapotumikia mabosi wenu, watumikieni kwamba si kama mnatumikia wanadamu hao wamewaajiri kazi, lakini watumikieni kana kwamba mnatumikia Yesu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ikaenda tena kwa wale ambao wanapeana kazi au ni watumwa wameambiwa hivyo. Ukifanya kazi, msifanye kazi kana hao watu. Kazi ambayo yote mtaifanya, fanyeni kama mnafanyia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ikaenda kwa wale ambao wanawaajiri. Ikasema na nyinyi mabosi wa hao watumwa, mjue kitu moja, Mungu aliyewabariki ndio Mungu ambaye hao ambao mmewaajiri ndio Mungu ambao wanamtumikia. Bwana Yesu apewe sifa. So muwatumikie bila kuwaogofia, muwatumikie bila kuwatia uoga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Ikasema muwatumikie, yani mkae na wao bila kuwaogofia na bila kuwatia uoga, mkijua ya kuwa Mungu ambaye mnamtumikia huyo ndio Mungu bado wanamtumikia. Hata kama Mungu amewabariki na wao hawajabarikiwa, mkae mkijua wa kwanza anaweza kuwa wa mwisho na wa mwisho akawa wa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. So mabosi pia wakaonywa. Bwana Yesu apewe sifa. Na hata wazazi walionywa hapo. Wakaambiwa usichokoze watoto wenu, bali waleeni kwa adabu na hekima ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mahali ambapo nilifurahia zaidi, hata huko nilipenda, mahali ambapo nilifurahia zaidi ni mahali ambapo ilikuja ikasema, mkijua nyinyi nyote, mkielewa maroho ambazo mnapigana nazo, hamtapigana nazo kwa damu na mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Bali mtapigana nazo kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Ikaambiwa sasa mkuwe na nini? Mkuwe na chapeo ama mfunge imani. Yaani mfunge imani kwa kiuno chenu. Inafaa kwa sababu haya maroho ambayo mnapigana nayo, hamtapigana nayo kwa damu ama mwili, basi kuweni na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu ya kwanza mkaambiwa mkuwe na nini? Na imani. Mkaambiwa mkuwe na nini Katweri? Imani. Mkaambiwa mkuwe na nini Sharon? Mkaambiwa kwa sababu haya maroho ambayo mnapigana nayo, hamtapigana nayo kwa damu wala mwili, basi inawafaa mkuwe na imani. Muulize Mary anastahili akuwe na nini? Destiny muulize Mary
tumesema akuwe na nini? Tumesema ukuwe na nini Mary? Kwa sababu tumeambiwa hizi maroho ambazo unapigana nazo, hautapigana nazo kwa mwili ama damu, lakini utapigana nazo kwa spirit, yani kwa maombi ama zile vitu ambazo Mungu ana promise. Unaweza pewa sifa. Amen. Mwende, tumeambiwa tutapigana na hizi maroho na nini? Kitu ya kwanza inahitajika tukue nayo ni kitu inaitwa imani. Sema imani. Imani. Kitu ya pili ambayo tunahitajika tukue nayo ndio tushinde huyo mwovu shetani ni neno la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Neno la nini? Neno la nini? Tumesoma kitabu gani? Kanana. Mpanaye Kanana atueleza tumesoma kitabu gani? Kanana tumesoma kitabu gani? Waefeso ngapi? 1. Simama tuangalie tumesoma kitabu gani? Anasema ni kitabu ya Waefeso 1:6. Mwende. Ephesians 6. Mwende anasema ni Ephesians 6. Mary Wamboi. Ephesians. Waefeso. Sharon. Simama kwa kitabu gani? Sharon. Waefeso 6. Yusta. Ephesians 6. Ateri. Leonard. Sijakusikia Leonard. Waefeso 6. Sauti yako iko chini. Nasema Waefeso 6. Waefeso 6. Sharon. Waefeso 6. Destin. Sharon mwingine. Waefeso 6. Kitabu ambayo tunasoma leo ni kitabu ya Waefeso 6. Hiyo kitabu iko na nguvu za Mungu. Hiyo kitabu iko na uwezo wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Inatuambia hapa imeonya wazazi. Hii kitabu imeonya wazazi. Hii kitabu imeonya watoto, imeonya watumwa na mabosi wao. Sasa namba 10 inasema hivi. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Inasema hatimaye mzidi kukua. Sisikii kanisa. Ondari. Hatimaye mzidi kukua. Hodari. Ondari ni kuwa na ushujaa kama simba. Wanaweza pewa sifa. Simba anaitangwa ni ondari. Yaani akilenga kitu hawezi kukosa. Wanaweza pewa sifa. Hata tukisema ukue ondari, tunaweza sema kuwa ondari kama itabidi niwapatie kauji hapa kanisani. Maana wengine sauti zimeenda chini. Tukua ondari kama Simba. Tukua ondari kama Simba. Biblia inasema sasa hatimaye mkuwe ondari kama simba. Hatimaye mzidi kuwa ondari katika Bwana. Mkuwe ondari katika nani? Bwana. Mkuwe ondari katika nani? Bwana. Tuzidi kuwa ondari katika Bwana. Hatimaye mzidi kuwa ondari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Bwana Yesu apewe sifa. Inasema baeni silaha. Tumeambiwa tukue ondari. Na si kuwa ondari peke yake. Tukaambiwa tuvae kitu inaitwa silaha. Bwana Yesu apewe sifa. So Destiny utakuwa ondari
Yaani utakuwa na nguvu za kufanya kile unataka, lakini wameambiwa uvae silaha. Hauwezi kuwa ondari bila kuvaa silaha. Wanaweza wapewe sifa. Maana ukivamiwa, ile silaha yako ndiye itakuokoa. Wanaweza wapewe sifa. So tunaambiwa tukae ondari katika Mungu, lakini tuvae nini? Silaha. Wanaweza wapewe sifa. Ili ukamilike kwa Mungu, kitu ya kwanza inafaa ukuwe ondari. Ujue hakuna kitu inaweza kunishinda. Ujue Mungu akiwa upande wangu, nani anaweza kuwa kinyume changu? Anaweza pewa sifa. Ujue nikitenda kitu kizuri, nani anaweza kunidhuru? Hiyo ni kukua ondari. Lakini zaidi ya hiyo, uvae silaha. Wanaweza pewa sifa. Inasema vaeni silaha. Hatimaye mzidi kuwa ondari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Ukiangalia kitabu ambayo ni kitabu ya Isaiah 58, inasema muombee watu walio katika vifungo. Inakuambia mtakapokuwa mnaomba, ombeeni watu ambao wamefungwa katika vifungo. Wanaweza pewa sifa. Amen. Ukiambia Mungu wafungue katika vifungo vya uovu. Kuna watu wamefungwa katika vifungo vya uovu. Leona, kuna watu wamefungwa katika vifungo vya usingizi. Kama unalala hapo, hiyo ni kifungo. Hiyo ni kifungo ili usisikie neno la Mungu. Na tukisema tu the grace, hiyo usingizi yako itaisha. Hautaisikia tena. Kwa sababu ilikuwa ni kifungo ili usipate kusikia neno la Mungu. Tukisema the grace, basi hiyo usingizi imeenda. So tafadhali ni vizuri mpate kujua vifungo. Kuna kifungo Mungu akasema ondoeni watu katika vifungo vya uovu. Kuna watu hata wakijiepusha na uovu hawawezi kukosa kufanya uovu. So Mungu akasema fungueni watu katika vifungo vya uovu, vifungo vya nira. Hizi mnaambiwa hapa ili mpate kushinda nira za shetani. Hizo nira za shetani ni vifungo vya shetani. Wanaweza pewa sifa. Tena mnaambiwa ili muweze muombe katika vifungo vya kuonewa. So inasema hapa mvae silaha ili muweze kushinda ila za shetani. Ili muweze kushinda ila za shetani. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Muweze kupata kupinga ila za shetani. Mipango ya shetani lazima uipinge. Na huwezi kupinga mipango ambayo shetani yako nayo juu ya maisha yako bila kukuwa na nini? Na silaha. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Lazima ukuwe na silaha ndio akija upate kumpinga. Amen mangine. Amen. Ingine nasema hivi. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza ili juu ya majeshi ya pepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu. Silaha za Mungu ni nini, Sharon? Silaha za Mungu ya kwanza ni maombi. Wanaweza wapewa sifa. Nyingine mwende kumwabudu ni silaha. Nyingine kusoma Biblia, neno la Mungu ni silaha kubwa hiyo. Hiyo ni silaha kubwa, ni una mwanzo. Wanaweza wapewa sifa. Amen. Nyingine wanaweza wapewa sifa. Amen. Nasema kwa sababu hiyo, vaeni silaha zote za Mungu upate kuweza kushindana siku ya uovu. Ile kuna siku ya uovu katika maisha ya mwanadamu. Na kama utakuwa hauna silaha, hauwezi kushindana hiyo siku ya uovu. Wanaweza pewa sifa. Baada kuweza kushindana siku ya uovu. Na mkiisha kuyatimiza yote, kusimama. Basi simameni hali umejifunga kweli viunoni na kuvaa dari ya haki kifuani. Na kufungiwa miguu tayari
tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya hayo yote mkitwaa ngao ya imani. So zaidi ya kila kitu ni ngao ya nini? Zaidi ya kila kitu ni ngao ya nini? Imani. Umeambiwa mvae silaha. Lakini hapa tunaambiwa zaidi ya hiyo yote umeambiwa ni nini ya kwanza? Ni imani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mimi nasema zaidi ya hayo yote mvae ngao ya imani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So imani ndio kitu ya maana kabisa ukivaa. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani. Unajua ngao ni ile kitu ambao unawekanga hivi ndio ikukinge. Bwana Yesu apewe sifa. So ile kitu ambayo inakukinga katika maisha yako ni imani ambayo uko nayo. Ukiisha imani, hata na masomo yako umeisha. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukiisha imani, na chochote kile ambacho unakifanya kimeisha. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. So kitu ya ngao ya kile kitu ambacho unakifanya, ama ili inaficha kile kitu ambacho unakifanya ni imani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Amen. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale